Habari zenu. Leo nataka nikuelezee tofauti kati ya kabila la Wayahudi na wanaharakati wa Kizayuni. Wayahudi ni kabila ambao kwa sasa hivi watu wengi sana wamekuwa wakilichukia kutokana na yale ambayo yanaendelea kati ya Israeli na Gaza. Na watu wengi wamekuwa wakishindwa tofautisha kati ya Wayahudi na harakati za Kizayuni. Natakiwa mfahamu kwamba Wayahudi ni kabila na ndani ya hilo kabila kuna watu ambao wana roho nzuri, wana upendo, na kuna wengine pengine wana roho mbaya. Kama ilivyo kwenye makabila yetu, kuna watu wana roho nzuri na upendo, kuna wengine wana roho mbaya. Hiyo ndio hulka ya binadamu wote duniani. Ndani ya kabila hili la Wayahudi tunafahamu kwamba kuna harakati nyingi, kuna wanaharakati wengi. Na moja ya wanaharakati ambao walisikika sana ni wanaharakati wa Kizayuni, kwa Kiingereza wanaita Mazionist. Na hawa Mazionist, yani wanaharakati wa Kizayuni na harakati zao ambao zinaitwa Zionism au harakati za Kizayuni kwa Kiswahili, walizianza siku nyingi sana. Lengo kuu likiwa ni kuweza kukatiwa ardhi watengeneze nchi. Kama ufahamu, Wayahudi kwa muda mrefu walikuwa wakitangatanga katika mataifa mbalimbali, hasa ya Ulaya na wengine mataifa ya Afrika. Lakini Wayahudi ambao walikuwa katika mataifa ya Kiafrika, ambao wengine wako mpaka leo kwa sababu ni Wayahudi wa Afrika, wao hawakuwa na harakati kama hizi, au kama walikuwa nazo zilikuwa ni za chini chini sana. Lakini wale wa Ulaya walikuwa na hizi harakati kwa namna ya kipekee, kwa ukubwa sana. Walikuwa na pesa, kwa hiyo ilikuwa rahisi wao kujihusisha na wanasiasa mbalimbali. Na hatimaye mwaka 1945 baada ya Umoja wa Mataifa kuundwa, baada ya vita kuu ya pili ya dunia kumalizika, waliweza kusikilizwa na kikao kikakaliwa pale Umoja wa Mataifa, na hatimaye wakaweza kufanikiwa kukubaliwa kuweza kupewa ardhi ili waunde taifa. Mwaka 1947 ndio mapendekezo yalipelekwa Umoja wa Mataifa, na mwaka 1948 ardhi ya Palestina ilikatwa pande mbili na upande wakapewa wao. Ardhi ya Palestina ilikuwa ni koloni la Mwingereza, na Mwingereza kuanzia mwanzo hakupenda Wayahudi warudi katika ardhi ile kwa sababu ilikuwa ni koloni lake, lakini baadaye alikubali kuliachia koloni lake. Lakini hapo kabla, kwa kuwa hakupenda, alitaka kuwapeleka Wayahudi wakaishi maeneo mbalimbali katika makoloni yake mengine, kama katika makoloni yake Afrika Mashariki, lakini pia Ulaya. Lakini haya yote walikuwa wakiyapinga, na hatimaye baadaye Mwingereza alikubali kuachia koloni lake la Palestina na likakatwa mara mbili ili Wayahudi nao wakatiwe ardhi. Kwa hiyo kwa hilo wanaharakati wa Kizayuni wakawa wamefanikiwa na harakati zao, na hatimaye wakaunda nchi ya Israel mwaka 1948, kitu ambacho Waarabu hawakupenda kwa sababu ardhi ya Palestina ilikatwa mara mbili. Kwa nini ni ardhi ya Palestina? Kwa sababu ndani ya ardhi hii kulikuwa kuna himaya zote mbili, himaya ya Palestina ambayo ilikuwepo upande wa Gaza na himaya yao wao ya Wayahudi ambayo ilikuwepo hapo katikati kidogo. Kwa hiyo hii ni ardhi ambayo ilikuwa inawahusu wote wawili. Sasa kilichotokea ni kwamba wakaingia vitani na baadaye kusuluhishwa, na sasa hivi kinachoendelea ni kwamba nchi ya Israeli imechukua ardhi ya Palestina kisheria, ambako kisheria Umoja wa Mataifa wanatakiwa wairudishe. Lakini kwa kuwa wana nguvu kijeshi zaidi ya Palestina, wanaikalia ile ardhi na wanaendelea kuchukua ardhi nyingine. Kwa hiyo hii imefanya watu wengi wawachukie Wayahudi kwa ujumla, pasipo kufahamu kwa Wayahudi kama Wayahudi ni kabila. Wapo Wayahudi ambao wana huruma na Wapalestina, ambao kidini wanakuambia kwamba sisi tunaona Wapalestina ni ndugu zetu, kwa sababu kidini, kwa kupitia dini yao ya Judaism, wanakuambia waliahidiwa katika kitabu kwamba ni Masihi wao ndo atakayekuja kuwaundia taifa. Kwa hiyo wapo Wayahudi ambao wao hawazikubali harakati za Kizayuni, hasa Wayahudi ambao wako katika dhehebu linaitwa Orthodox Judaism, na hawakubali kabisa hata kujiunga na jeshi la hii serikali ya Israel, kwa sababu wanakwambia hatuwezi kuipambania serikali ambayo imeundwa na wanaharakati wa Kizayuni, wakati tumeambiwa kwamba atakayekuja kutuundia taifa ni Masihi na si wanaharakati wa Kizayuni. Kwa hiyo serikali ya Israel ni serikali ya wanaharakati wa Kizayuni, lakini wananchi wa pale ni wananchi wenye kabila la Kiyahudi. Watu wanatakiwa watofautishe. Wanaofanya yale ambayo yanafanyika pale Israel ni serikali ya wanaharakati wa Kizayuni, wako tofauti na watu wenye kabila la Wayahudi. Kwa hiyo
Hiki ndicho kitu ambacho watu wengi wanatakiwa wajue kutofautisha. Wapo Wayahudi ambao wana huruma sana na Wapalestina, lakini wapo pia Wayahudi ambao wanaunga mkono harakati za Kizayuni za kuhakikisha kwamba wanaichukua ardhi yote ya Palestina inakuwa yao. Kwa hiyo hii ndio tofauti. Wapo watu wengine ambao pia huwa wanahusisha baadhi ya viongozi wa Kiarabu Wayahudi, mfano wale himaya ya Saudi Arabia huwa inahusishwa sana na damu ya Kiyahudi. Hii ni kawaida kwa Waarabu. Waarabu na Wayahudi, sayansi inathibitisha kwamba wamechanganya damu, si himaya ya Saudi peke yake. Waarabu na Wayahudi DNA zao zinaonyesha kwamba wamechanganya damu, na hii ni kutokana na kwamba kama tunavyofahamu hawa watu wako pale karibu, kuzaana ni kawaida. Kwa hiyo si himaya ya Saudi peke yake. Kwa hiyo hii ndio tofauti kati ya wanaharakati wa Kizayuni pamoja na kabila la Wayahudi. Kabila halina neno. Wanaharakati wa Kizayuni ndio ambao wana misimamo juu ya ardhi ya Palestina. Wapo wananchi wanaowaunga mkono na wapo wananchi ambao hawawaungi mkono. Msisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu ya Rachel Robin Online TV. Subscribe ili uwe unapata habari kama hizi za mambo ya kimataifa wa kwanza. Subscribe upate habari wa kwanza kila ninaporusha.